Samia Suluhu ababaika na kutuma ujumbe Uingereza ambao umemweka matatani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kidiplomasia umeibuka tena katika jukwaa la kimataifa baada ya serikali ya Tanzania kutoa majibu makali mbele ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kufuatia madai yaliyotolewa na baadhi ya mataifa ya Magharibi pamoja na mashirika ya kimataifa kuhusu hali ya usalama nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka jana, ujumbe ambao uliandikwa kwa kubabaika na vilevile umemweka Samia Suluhu taabani. Katika kikao hicho kilichofanyika katika ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ujumbe wa Tanzania ulitumia haki yake ya kujibu ili kupiga vikali kauli zilizotolewa na baadhi ya nchi na mashirika ya kimataifa yaliyodai kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu katika matukio ya vurugu yaliyotokea baada ya uchaguzi huo. Serikali ya Tanzania ilieleza kuwa madai hayo yanatoa taswira isiyo sahihi ya kile kilichotokea nchini humo na kwamba baadhi ya washirika wa kimataifa wamechagua kuangazia matukio fulani bila kuzingatia chanzo halisi cha matukio hayo pamoja na mazingira yaliyopelekea kutokea kwa vurugu. Na katika maelezo yaliyotolewa mbele ya baraza hilo, Tanzania ilisisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa na vyombo vya dola zililenga kulinda utulivu wa taifa na kuzuia nchi zisiingie katika hali ya machafuko ambayo ingeweza kuhatarisha maisha ya wananchi pamoja na miundombinu muhimu ya serikali. Majibu haya ya Tanzania yaliwasilishwa rasmi na mwakilishi wa kudumu wa nchi hiyo katika ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambaye jina lake ni Abdallah Seleposi, ambaye alieleza kuwa nchi yake imetumia haki ya kujibu kufafanua hali halisi ya matukio yaliyojadiliwa katika kikao cha Baraza la Haki za Binadamu. Na katika maelezo hayo, Tanzania ilitaja moja kwa moja nchi na taasisi zilizotoa kauli ambazo imeona hazikuonyesha picha kamili ya matukio yaliyotokea nchini humo. Miongoni mwa waliotajwa ni Ubelgiji, Uingereza, Uswisi, Sweden, Ireland, Norway pamoja na taasisi ya Jumuiya ya Ulaya. Aidha, mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kama vile Human Rights Watch na Amnesty International pia yalitajwa katika majibu yao, yakidaiwa kutoa taarifa ambazo kwa mtazamo wa Tanzania hazikuzingatia muktadha mpana wa matukio yaliyojitokeza nchini humo. Na katika hoja zake, Tanzania ilipinga vikali madai ya kuwepo kwa mauaji ya kinyume cha sheria yaliyodaiwa na baadhi ya nchi, hasa kauli iliyotolewa na Uingereza ambayo ilieleza wasiwasi kuhusu hatua zilizochukuliwa na vyombo vya usalama wakati wa kudhibiti vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa madai hayo hayakuzingatia hali halisi ya mazingira ya kiusalama yaliyokuwa yanakabili nchi wakati huo, na kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa mbele ya baraza hilo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, ilishuhudia matukio ya vurugu ambayo yalilenga moja kwa moja taasisi za dola pamoja na miundombinu ya umma. Na matukio hayo yalihusisha mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi, ofisi za serikali pamoja na maeneo mengine ambayo ni muhimu, ambayo ni sehemu ya mfumo uendeshaji wa shughuli za serikali. Na kwa mujibu wa maelezo ya Tanzania, vitendo hivyo havikuwa matukio ya ghafla, bali vilikuwa sehemu ya mpango ulioratibiwa mapema kwa lengo la kuvuruga utaratibu wa kikatiba pamoja na kudhoofisha taasisi za dola. Na serikali imeeleza kuwa katika mazingira kama hayo, vyombo vya usalama vililazimika kuchukua hatua za haraka za madhubuti ili kudhibiti hali hiyo ya kuzuia kuenea kwa machafuko zaidi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na katika hoja yake, Tanzania ilisisitiza kuwa kama taifa huru lenye mamlaka kamili lina wajibu wa kulinda usalama wa wananchi wake pamoja na kudumisha utulivu wa umma kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Na kwa mtazamo wa serikali, hatua zilizochukuliwa wakati wa matukio hayo zilikuwa ndani ya mfumo wa sheria na zililenga kulinda amani ya taifa pamoja na kuzuia hali ya machafuko ambayo ingeweza kuathiri ustawi
wa kijamii na kiuchumi wa nchi. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho masuala ya haki za binadamu na utawala wa sheria yamekuwa yakijadiliwa kwa kina katika majukwaa ya kimataifa, hasa katika nchi zinazokabiliwa na changamoto za kisiasa baada ya uchaguzi. Na katika muktadha huo, Tanzania imewataka washirika wake wa kimataifa kuheshimu uhuru wa mamlaka ya nchi huru na katika kushughulikia masuala yake ya ndani, hasa yale yanayohusu usalama wa taifa na utulivu wa kijamii. Serikali imeeleza kuwa hatua zitakazochukuliwa kulinda amani na utulivu wa taifa hazipaswi kutafsiriwa moja kwa moja kama ukiukwaji wa haki za binadamu, bali kuzingatia mazingira ya sababu zilizopelekea kuchukuliwa kwa hatua hizo. Na katika hatua nyingine, Tanzania pia imezungumzia suala la shinikizo kutoka kwa baadhi ya mataifa na washirika ya kimataifa lililokuwa likitaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa katika kikao hicho, serikali imekumbusha kuwa tayari hatua za kisheria zimechukuliwa ndani ya nchi ili kuchunguza kwa kina matukio hayo. Hatua hii ilihusisha uamuzi wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuunda tume maalum ya uchunguzi kwa mujibu wa sheria za nchi, na tume hii imepewa jukumu la kuchunguza kwa kina matukio yote yaliyotokea katika kipindi cha baada ya uchaguzi pamoja na kubaini chanzo cha vurugu zilizotokea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na kwa mujibu wa ratiba iliyowekwa, tume hiyo inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake rasmi tarehe 3 Aprili mwaka 2026, na serikali ya Tanzania imeeleza kuwa matokeo ya tume hiyo yatakuwa na umuhimu mkubwa katika kuelewa kwa undani kilichotokea pamoja na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha demokrasia na utulivu wa kisiasa nchini. Aidha, matokeo haya yanatarajiwa kutumika kama msingi wa hatua mbalimbali za baadaye zinazohusiana na maridhiano ya kitaifa pamoja na mageuzi ya kisiasa na kikatiba. Na kwa mujibu wa maelezo ya serikali, mchakato huu wa uchunguzi unalenga kuimarisha uwajibikaji wa taasisi za dola pamoja na kuhakikisha kuwa masuala yote yanayohusiana na utawala wa sheria yanashughulikiwa kwa uwazi na kwa mujibu wa misingi ya demokrasia. Na katika maelezo yake mbele ya Baraza la Haki za Binadamu, Tanzania pia imesisitiza kuwa nchi hiyo inaendelea kuheshimu misingi ya utawala wa kidemokrasia pamoja na kulinda haki za wananchi wake. Na serikali imeeleza kuwa pamoja na changamoto zinazoweza kujitokeza katika mazingira ya kisiasa, dhamira ya kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria inaendelea kuwa sehemu muhimu ya sera za taifa. Na kwa upande mwingine, Tanzania imeitaka jumuiya ya kimataifa kusubiri matokeo ya tume ya uchunguzi kabla ya kutoa hukumu au matamko ambayo yanaweza kuathiri taswira ya nchi katika jukwaa la kimataifa. Na wito huu umeelekezwa hasa kwa mataifa ya mashirika ambayo yamekuwa yakitoa kauli kali kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo, na bila kusubiri matokeo ya uchunguzi rasmi unaofanywa na mamlaka za ndani. Na serikali imeeleza kuwa maamuzi yanayotokana na taarifa ambazo hazijathibitishwa yanaweza kuathiri uhusiano ambao ni wa kidiplomasia pamoja na juhudi za pamoja za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Na katika mtazamo wa Tanzania, mazungumzo yenye kujenga pamoja na kuheshimiana kati ya mataifa ndio njia bora ya kushughulikia changamoto zinazohusiana na haki za binadamu na utawala wa sheria. Na kwa sasa macho ya jumuiya ya kimataifa yanaelekezwa katika matokeo ya tume ya uchunguzi inayotarajiwa kuwasilisha ripoti yake mapema mwezi Aprili mwaka huu. Ripoti hii inatarajiwa kutoa mwanga kuhusu kile kilichotokea baada ya uchaguzi Oktoba mwaka jana, pamoja na hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kuimarisha utulivu wa kisiasa nchini Tanzania. Na wakati dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hilo, serikali ya Tanzania inasisitiza kuwa inaendelea kushikilia misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na mazungumzo yenye kujenga kama njia ya kudumisha amani na mshikamano wa taifa. Na katika mazingira hayo, mjadala kuhusu usalama, haki za binadamu na uhuru wa mataifa unaendelea kuwa sehemu muhimu ya mazungumzo ya kimataifa, huku Tanzania ikisisitiza kuwa hatua zake zote zimekuwa zikilenga kulinda utulivu wa taifa pamoja na ustawi wa wananchi wake.
Hatua inayofuata sasa inasubiriwa kwa karibu na wadau wa kisiasa, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na washirika wa kimataifa wanaofuatilia kwa karibu mwenendo wa demokrasia katika eneo la Afrika Mashariki. Na wakati ripoti ya tume ya uchunguzi ikisubiriwa, basi macho ya wengi yanaelekezwa katika mwelekeo ambao Tanzania itachukua baada ya matokeo hayo kutolewa, huku matumaini yakiwekwa katika mchakato wa maridhiano na mageuzi ya kisiasa yatakayochangia kuimarisha utulivu wa taifa kwa miaka ijayo. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kugeuza kivyovyote. Zidi kuwa nasi na zidi subscribe na vile gonga alama ya kengele ili uweze kupokea taarifa hizi pindi tu tunapoziletea hewani.